babu al-wudu, kuni mlango wa wudu. يقول الشيخ البسام رحمه الله: الوضوء لغة بضم الواو مصدر هو الفعل. وضوء katika lugha kwa dhamma ya waw ni masdar ambao ni kitendo chenyewe cha kutawadha. Alwudhu bi dhammi alwawi ni masdar, huwa alfi'lu ni kile kitendo chenyewe cha kutawadha, ndio alwudhu. Ma'khudhun min alwadaa wa hiya an-nadhafatu wal-husnu. Neno hilo limechukuliwa katika alwadaa, na wadaa ni nadhafa, usafi, wal-husn na uzuri. Wa amma bil fathi, ama kwa fatha ya wawu, alwudhu falma'u alladhi yutawallau bihi, ni maji ya kutawadhia, ndio alwudhu bi fathi alwawi. Kwa fataha ya wawu itakuwa ni maji ya kutawadhia, alwudhu. Amma bi dhammi alwawi, alwudhu ni kile kitendo chenyewe cha kutawadha. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah: bil dhammi idha urida fi'luhu alladhi huwa al-masdar. Kwa dhamma ya wawu kikikusudiwa kitendo ambacho ndio masdar alwudhu. Wa bil fathi, na kwa fatha ya wawu idha urida al-ma'u, yakikusudiwa maji. Idhan alwudhu bi dhammi alwawi ina maana kitendo cha kutawadha, na alwudhu bi fathi alwawi ina maana maji ya kutawadhia. Hiyo ni katika upande wa lugha. Wa shar'an, na kisheria, alwudhu isti'malu ma'in tahurin fil a'dha'i al-arba'a, ni kutumia maji yenye kutoharisha katika viungo vinne, ala sifatin makhsusatin fi shar'i, kwa namna maalumu katika sheria. Hiyo ndio udhu kwa kisheria, isti'malu ma'in tahurin fil a'dha'i al-arba'a ala sifatin makhsusa fi shar'i, ni kutumia maji yenye kutoharisha katika viungo vinne kwa sifa, kwa namna maalumu katika sheria. Bi an ya'tiya biha murattabatan mutawaliya, ndio sifa maalumu ni kwa kutekelezwa viungo hivyo saba, viungo vinne, hali ya kupangwa, hali ya kufululiza, hali ya kupangwa, hali ya kufululizwa. Udhu umekuja kwa mpangilio wake na hali ya kufululiza moja kwa moja bila kukatakata kutawadha, kama itakavyokuja katika hadithi baadaye. Wa huwa thabitun bil kitabi was sunna wal ijma', udhu umethubutu kwa Qur'ani na hadithi na kwa itifaqi ya maulama. Falkitabu katika Qur'ani ayatul maida, ni aya suratul maida. Qala ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Hii ndio aya ya suratul maida inayoelezea viungo vinne vya kutawadhia au vile ambavyo vinaoshwa. Wal ahadithu fihi qawlan wa fi'lan wa taqriran kathira, na hadithi katika jambo hili la udhu kwa maneno ya Mtume na vitendo vyake na uthibitisho wake ni nyingi hadithi hizo. Wa ajma'a al-ulama ala anna at-taharata min al-hadathi shartun li sihhati as-salah. Maulama wamewafikiana kwamba at-taharata min al-hadath, kutakasika na hadathi, ni sharti za kusihi sala. Moja katika masharti ya sala ni kutakasika na hadath. Hadath ndio hiyo kutokuwa na udhu. Kwa mtu kama hana udhu lazima atawadhe ili sala yake isihi. Ma yu'rafu min hikmati al-wudu, yanayojulikana katika hikma ya kutawadha, yani kwa nini Allah ameweka jambo hili la kutawadha kabla ya sala.
قال الشيخ البسام: جوهر الصلاة وروحها هو أن يتصور العبد أنه أمام الله تعالى. Asli ya sala na roho yake ni mtu kutasawar kwamba yuko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akiswali aitakidi na aamini kwamba yuko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walikai yatahayya dhihnuhu lidhalik, na ili akili yake ijiandae kwa ibada hiyo. Wayatakhallasa min shawaghilil haya, na ajinasue na vishughulishi vya maisha. Furidha alwudhu qabla alqiyami bilibada, ndipo imefaradhishwa kutawadha kabla ya kutekeleza au kabla ya kusimama kwa ibada ya sala. Likauni alwudhu alatan hadiatan litambihi dhihnihi almustaghriq fi a'mali alhaya ila adai as-salah, kwa sababu udhu ni chombo tulivu ambacho kinaizindusha akili yake, kinaizindusha akili ya mtu, akili iliyozama katika amali za maisha, akili imezama katika vishughulishi vya maisha. Kwa hiyo ile udhu unaizundusha ile akili kwa kutekeleza ibada hii ya sala. Mtu anakuwa katika shughuli zake, katika kazi zake za kutafuta riziki. Sasa ile kutawadha ni kumtoa katika shughuli zile na kazi zile za maisha, kumpeleka kuizundusha akili kwamba sasa unakwenda kumwabudu Allah, unakwenda mbele ya Allah. Hii ni moja katika hikma za kutawadha. Qala fa innal mustaghriqa bifikrihi fi a'mali tijaratihi au sinaatihi au wa nahwihima law qila lahu qum lil'ibada lawajada su'ubatan fi ta'diyatiha. Yule mwenye kuzama fikra zake ambazo zimezama kwa kufikiria kazi zake au kazi za biashara yake, au sinaatihi au vile vitengenezo vyake anavyotengeneza kiwanda chake, wanahwihima na mfano hayo, fikra zinakuwa zimezama katika masuala ya biashara, katika masuala ya kazi zake mtu. Lau qila lahu, lau akiambiwa qum lilibada, simama kwa ajili ya kufanya ibada, la wajada su'ubatan fi ta'diyatiha, angepata uzito katika utekelezaji wa ibada hiyo. Wa huna kanat hikmatul wudhu, hapa ndipo imekuwa hukumu hiyo, hikma hii ya kutawadha. Liannahu yusaidu ala tarki tafkiri alawwal, kwa sababu kutawadha kunasaidia kuacha zile fikra za mwanzo. Wa yu'tihi alwaqta alkafi liyabda fi tafkirin amidin min naw'in akhar, inampa mtu wakati wa kutosha ili aanze kufikiria kwingine katika sampuli nyingine. Baada ya mtu kutawadha, ameondoka katika shughuli zake za kazi zake za kidunia, anakwenda katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ili kutawadha inamsaidia kumtoa katika zile fikra za kazi na shughuli zake, kumleta katika ibada ile ya sala. وبالجملة فللنفس انتقال واقعي وتنبيه من خصلة إلى خصلة هو العمدة في المعالجات النفسية. Asema Sheikh al-Bassam rahimahullah, kwa jumla nafsi ina intiqalun waqi'iyun, inakubura. Nafsi inabura kutoka hapa kwenda hapa, min khaslatin ila khasla, kutoka katika jambo hili kwenda kwenye jambo jingine. Huwa al-umdatu fil mualajati an-nafsiyya, ndio nguzo katika tiba hii ya kinafsi. وإنما يحصل هذا التنبيه بمراكز في صميم طباعهم وجذور نفوسهم. Hakika linapatikana tambihi hii katika zile marakis, vile vitu muhimu, fi samimi tabaihim, katika moyo ya tabia zao, na judhuri nufusihim, na ile mizizi ya nafsi zao. Kwa jumla nafsi ina intiqalun min huna ila hunak, min hadha al-amal ila amalin akhar, min amalin dunyawiyin ila amalin ukhrawiyin. Nafsi inabura.
وتقتصر الطهارة الصغرى على غسل الأطراف التي جرت العادة انكشافها وخروجها من اللباس. Inafupika hii tahara ndogo. Tahara ndogo ndio hiyo kutawadha. Tahara ndogo ndio hadathun asghar. Tahara kubwa ni hadathun akbar, janaba, hedhi, nifasi kwa wanawake. Kwa hii tahara ndogo ambayo ndio hadathun asghar, udhu, inafupishika tahara ndogo kuosha viungo ambavyo jaratil adatu inkishafaha, kawaida imepita kuwa wazi viungo hivi, wa khurujaha min al-libas, na kuwa nje ya mavazi, kuwa nje ya nguo. Uso unakuwa wazi, mikono inakuwa wazi, miguu inakuwa wazi, viungo vya kutawadha ghaliban vinakuwa wazi. Fatasra'u ilaiha al-awsaq, uchafu unakuwa haraka kuingia katika viungo hivi. Uchafu unakuwa haraka kuingia katika uso, katika mikono, katika miguu. Kama jarat al-adatu binadhafatiha inda al-a'mali an-nadhifa, kama inavyopita kawaida ya kusafisha viungo hivyo katika amali za usafi. Wa inda dukhuli ala al-kubarai, na wakati wa kuingia kwa wakubwa, mtu anasafisha miguu yake, anasafisha mikono yake. Wa tuqabilu an-nasa au wataqabuli an-nasi ba'dihim bi ba'd, na kukabiliana watu baadhi yao kwa baadhi nyingine. Viungo hivi mara nyingi ndivyo vinavyooshwa. Kama anna ghusla hadhihi al-a'dha'i al-arba'a fihi tanbihun lin-nafsi min an-nawmi wal-kasal, kama ilivyo katika kuosha viungo hivi vinne kuna kuizindusha nafsi na kutoka usingizini na uvivu. Mtu akitoka usingizini anaosha mikono, anaosha uso, anaosha miguu. Halikadhalika mtu akiwa mvivu anaosha uso wake. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جاءت السنة باجتناب الخبائث الجسمانية والتطهر منها. Imekuja sunna kujiepusha na vitu vichafu vya kimwili na pia kutakasika na vitu hivyo. Wakadhalika jaat bijtinabi alkhaba'ith alruhaniyya watatahuri minha, vile vile imekuja sunna kujiepusha na vitu vibaya vya kiroho, watatahuri minha, na kutakasika na vitu hivyo vichafu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam: idha istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan. Imekuja hadithi ya Mtume sallam sahih kwamba Mtume anasema, akiamka mmoja wenu kutoka katika usingizi wake, falyastanthir thalathan, na kukute maji mara tatu. Atie maji katika pua yake mara tatu, atie maji na kukuta pua yake, kuyatoa maji yale. Fa inna shaytana yabitu ala khayshumihi, kwani shaytani analala katika pua zake. Fa inna shaytana yabitu ala khayshumihi, kwani shetani analala katika pua zake. Hii ndio muradi wa Mtume sallam kuamrisha jambo hili la kutia maji katika pua na kuyakukuta mara tu mtu anapoamka. Idha stayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan, akiamka mmoja wenu katika usingizi wake na kukute maji katika pua yake, fa inna shaytana yabitu ala khayshumi, kwani shetani analala katika pua zake. وقال صلى الله عليه وسلم، الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نوم الليل، akiamka mmoja wenu kutoka katika usingizi wa usiku, fala yaghmis yadahu fil inai, asizamishe mikono yake katika chombo cha maji. Fala yaghmis yadahu fil inai, asizamishe mikono yake katika chombo cha maji, hatta yaghsilaha thalatha, mpaka aoshe mikono yake mara tatu.
idha qama ahadukum min nawmi al-layl, akiamka mmoja wenu kutoka katika usingizi wa usiku, fala yaghmis yadahu fil ina'i, asizamishe mikono yake, asitie mikono yake fil ina'i, katika chombo chenye maji, hatta yaghsilaha thalatha, mpaka aioshe mikono yake mara 3 nje ya chombo kile. Kwa nini? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, kwani mmoja wenu hajui mikono yake imelala wapi. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, kwani mmoja wenu hajui mikono yake imelala wapi. Ndio maana Mtume anaamrisha mtu akiamka tu, kabla ya kutia maji katika chombo kwa ajili ya kutawadha, ile mikono aioshe kando kwanza mara 3, aoshe mikono yake, halafu ndio atie katika chombo atawadhie. Au kwa mfano sasa hivi ni mifereji, mtu akifungua, akiamka asubuhi tu, akiamka katika usingizi wa usiku, asifungue mfereji akatawadha moja kwa moja, aoshe kwanza mikono yake mara 3, halafu ndio aanze kutawadha. Unaelewa? Aanze kutawadha. Sababu ni kwa sababu Mtume anasema fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, kwani mmoja wenu hajui mikono yake imelala wapi. Yani inawezekana mtu mikono yake imelala katika najisi, imelala katika najisi. Mmoja katika wale wanaodharau sunna kama hii, kuna watu wanadharau sunna, ikitajwa hadithi ya Mtume wanadharau. Sasa mmoja alidharau sunna hii ya kuosha mikono kabla ya kutia katika chombo, aoshe mikono mara 3 nje ya chombo kile, akadharau sunna hii, akisema mimi najua mikono yangu imelala wapi, haina haja ya kuiosha mara 3 halafu nikatia ndio nikaoshe nikaanza kutawadha, mimi najua mikono yangu imelala wapi. Siku moja akaamka, mkono mmoja uko ndani ya duburi yake. Hamjafahamu? Siku moja mtu huyu aliamka, mkono uko ndani ya duburi yake. Akaambiwa, je, sasa utaosha mikono nje ya chombo au utaosha vipi? Mmenielewa? Maswala ya kudharau sunna ni hatari Muislamu. Umeelewa? Ni hatari Muislamu. Mfano mwingine wa kudharau sunna, kuna hadithi inasema kwamba mtu akisafiri asiingie nyumbani kwake usiku. Zamani hakuna mambo ya simu, hakuna simu kwamba mke wangu sasa mimi nitafika saa 6 za usiku nyumbani, hakuna simu. Sasa mbona akasafiri akafika nyumbani kwake usiku, anajiamini mimi nitaingia nyumbani kwangu usiku. Mtume anasema ukisafiri usiingie nyumbani kwako usiku. Sababu nini? Unaweza ukamkuta ule mke katika hali mbaya ambayo huipendi wewe. Unaona? Unaweza ukamkuta mke wako katika hali mbaya ambayo wewe huipendi. Kwa hiyo ukisafiri uingie mchana nyumbani kwako. Hii ni wakati ule ambapo hakuna masimu. Sasa hivi unapiga simu tu, mimi nakuja wakati fulani, mke anajitayarisha. Sasa kuna mmoja aliyedharau hadithi hii, akasema mimi nitakwenda tu, mimi namwamini mke wangu. Alipofika usiku akamkuta pande la mume liko ndani ya nyumba yake. Unaelewa? Pande la mwanamume liko ndani ya nyumba yake. Sikadharau sunna ya Mtume hadithi hii. Kaambiwa wewe usiingie usiku, akaingia usiku, akakuta pande la mwanamume liko pale kwa mke wake. Kwa haifai Muislamu kudharau hadithi yoyote ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. فعلل الأمر بالاستنشاق بمبيت الشيطان على خيشومه. Mtume sallam ametolea sababu ya kuamrisha istinshaq, kutia maji katika pua na kuyakukuta baada ya kuamka. Mtume ametolea sababu hilo kwa sababu shetani analala katika pua ya kila mtu. Fa inna shaitana yabitu ala khayshumihi, kwani shetani analala katika pua yake mtu asije katia akili yake shetani ataingia vipi. Anaingia. Madam ni Mtume amesema hivi, basi ujue kwamba shetani anaingia katika pua usiku na kulala katika pua. Kwa ni sunna mtu akiamka tu atie maji katika pua na kuyakukuta ili kumtoa huyo shetani. Ni hadithi ya Mtume, ni lazima kuiamini. Hakuna mtu kutia akili yake kwamba lakini ataingiaje shetani? Ndio anaingia, kama alivyosema Mtume, ash-shaytanu yajri min ibni adama majra ad-dami fil insan. Shetani anapita kwa mwanadamu zile njia za damu.
Zile njia za damu ndizo njia za shaitani, anaingia kwa mwanadamu na kumshawishi mwanadamu. Shetani amepewa uwezo huo. Kwa hiyo sababu ya kutia maji katika pua na kuyakukuta ni kwamba shaitani analala katika pua za mwanadamu. Faulima anna dhalika sababu tahara min ghairi najasati dhahira, kwa ikajulikana kwa hilo kwamba hii ni sababu ya kujisafisha bila najisi iliyo dhahiri. Hakuna najisi, lakini sababu ni kwamba shetani analala katika pua za mwanadamu. Qala walwudhu min ahammi shuruti salah, wudhu ni katika muhimu ya masharti ya sala. Udhu, kutawadha, ni katika muhimu ya masharti ya sala ni kutawadha. Sala haiwezi ikasihi bila ya udhu. Lima fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an qala sallallahu alaihi wasallam inna Allaha la yaqbalu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Tunasema Allah haikubali sala ya mmoja wenu akipata hadath mpaka atawadhi. Inna Allaha la yaqbalu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah haikubali sala ya mmoja wenu idha ahdatha, akihuduthu. Ahdatha ina maana udhu ukichanguka. Udhu unapotenguka ndio mtu ana hadath. Kwa hiyo Allah haikubali sala ya mmoja wenu idha ahdatha hatta yatawadda, mpaka atawadhi. Alhadith akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Abu Daud wa Ahmad. Walima rawa Muslimun alwudhu shatrul iman, udhu ni nusu ya imani. Alwudhu shatrul iman, udhu ni nusu ya imani. Alhadith akhrajahu Muslimun bilafdhi tuhuru, imekuja kwa lafdhi at-tuhuru shatrul iman, udhu ni nusu ya imani. قال الشيخ البسام رحمه الله ونزلت فريضته من السماء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Asema imeshuka faradhi ya kutawadha kutoka mbinguni. Ulazima wa kutawadha umeshuka kutoka mbinguni katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idha kumtum ila salah, mkisimama kwa ajili ya sala, faghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu, wa aidiakum, na mikono yenu, ila almarafiq, pamoja na visukusuku, wamsahu biruusikum, pakeni maji vichwa vyenu, wa arjulakum, na osheni miguu yenu, ila alka'bain, pamoja na chindi mbili za miguu. Hii ndio aya inayolazimisha kutawadha. Wakhtalafa alulama, maulama wametofautiana, hal furidha fi Makkah au fi Madina, je, udhu umefaradhishwa Makkah au Madina? Hapo maulama wametofautiana. Walmuhaqqiqun ala annahu furidha bil Madina li'adami an-nass an-nahili ala khilafihi, lakini wale wahakiki katika maulama wanasema kwamba udhu umefaradhishwa Madina kwa kutopatikana nasi inayosimama kinyume cha hivyo. Kwa hiyo udhu umefaradhishwa Madina. Qala Sheikhul Islam alwudhu min khasaisi hadhihi al-umma, udhu ni katika mambo yanayohusu ummati huu. Alwudhu min khasaisi hadhihi al-umma, udhu ni katika mambo, ni katika sifa za ummati huu. Umma mwingine haukuwa na kutawadha, umma zilizopita haukuwa na ibada hii ya kutawadha, kama jaat bihi al-ahadithu sahiha, kama ilivyokuja kwa hili hadithi sahihi, innahum yub'athuna yawma al-qiyamah ghurran muhajjalin min athari al-wudu, Waislamu watafufuliwa siku ya kiyama hali ya kuwa weupe wa nyuso, muhajjalin, hali ya kuwa weupe wa mikono na miguu, min athari al-wudu, kutokana na athari za kutawadha. Innahum yub'athuna, wa fi riwaya inna ummati, ummati wangu utafufuliwa siku ya kiyama, ghurran, hali ya kuwa nyuso zao ni nyeupe, muhajjalin, hali ya kuwa mikono na miguu ni meupe, min athari alwudu, kutokana na athari za kutawadha.
Sasa wale ambao hawaswali sijui alama hii watakuwa nayo vipi, na ndio maana wasioswali ni makafiri, sababu mtume atawajua ummati wake kutokana na athari za kutawadha. Wanatawadha, nyuso zao zitakuwa nyeupe, mikono meupe, miguu meupe. Mtume atawajua wale ni ummati wangu wale. Hata kama mtu hasali ni kwamba hatawadhi, kama mtu hasali hatawadhi. Watu wamekaa mabarazani wacheza nani, wengine wazungumza, watu wasali magharibi, watu wasali isha, wako pale Waislamu na makofia yao na makanzu. Sasa utasema ni Waislamu wale? قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بهذه السيماء. متى صلى الله عليه وسلم أتوجه أمتي wake kwa alama hii. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بهذه السيماء. متى صلى الله عليه وسلم atajua ummati wake kwa alama hii aliyoitaja hapa, kwamba inna ummati yud'auna yawm al-qiyamah ghurran muhajjalin min athari al-wudu. فدل على أنه لا يشاركهم فيها غيرهم. hadithi inafahamisha kwamba hawatashirikiana nao wengine, umma mwingine hawatashirikiana na ummati Muhammad kwa alama hii. Alama hii ni khasa kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale wanaosali. وأما ما رواه ابن ماجه إن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء زاد عليه أحمد وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فضعيف لا يحتج به. Ama hadithi inayosema kwamba Jibril alimfundisha Mtume sallam udhu, halafu akazidisha Imam Ahmad waqala hadha wudhui wa wudhuul anbiya'i min qabli, huu ndio udhu wangu na udhu wa mitume walio kabla yangu. Hadithi hii ni dhaifu, la yuhtaju bihi, haitolewi hoja. Hii hadithi hii ni dhaifu. Kwa sahihi ni kwamba udhu ni khas kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si kwa umma zilizopita za mitume wengine. Umeelewa? الحديث الأول من هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. Mtume anasema lau sikuwaonea uzito umati wangu ningewaamrisha mswaki pamoja na kila udhu. laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Lau sikuwaonea uzito umati wangu ningewaamrisha mswaki, kupiga mswaki pamoja na kila udhu. Ingekuwa ni lazima, ingekuwa ni lazima kila mtu akitaka kutawadha apiga mswaki ndio atawadhe, ingekuwa ni lazima. Lakini Mtume anasema nimewaonea uzito umati wangu wasingeweza jambo hili. Kwa hiyo ina maana kwamba kupiga mswaki ni sunna, sio lazima. Kupiga mswaki ni sunna, sio lazima, kwa sababu ya hadithi hii, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. الحديث أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. الإمام البخاري أما يحتاج تعليق هو حديث معلق. درجة الحديث صحيح، حديثين صحيح. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة لكن بلفظ مع كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. pamoja na kila sala ingekuwa ni lazima kila mtu akitaka kusali ana mswaki wake apige kidogo alafu ndio asali, ingekuwa ni lazima. قال ابن مندى إسناده مجمع على صحته. إسناد yake hadithi hii imewafikiana usahihi wake. وفي معناه عدة أحاديث عن عدة من الصحابة عن علي وزيد بن خالد وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وسهل بن سعد وجابر وأنس وأبي أيوب وابن عباس وعائشة. قال ابن الملقن
في البدر المنير قد ذكر في السواك زيادة عن 100 حديث. Imetajwa katika sunna hii ya kupiga mswaki zaidi ya hadithi 100 zinahimiza sunna hii ya kupiga mswaki. Zaidi ya hadithi 100 zimetajwa katika sunna ya kupiga mswaki. Ni sunna ambayo wengi tumeiacha ni sunna ambayo wengi tumeiacha, lakini ni sunna mtu kila mara apige mswaki kwa ajili ya usafi. Kila akitaka kutawadha mswaki, akitaka kuswali apige mswaki kidogo ndio aswali. Lakini utaona sote hapa pengine ni mmoja au wawili ndio wenye mswaki, au hakuna kabisa hapa, si ndio? Haji unao shaona basi hatuna tumewacha sunna hii. Na ndio maana mtume amesema laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sala au ma'a kulli wudu. Sababu tusingeweza, kama ilikuwa ni lazima tungepata madhambi sote hapo. Hatungeweza kupiga mswaki kila siku mara ukitaka kuswali wapiga mswaki, tusingeweza. Ndio maana imekuwa ni sunna, si lazima, si wajibu. وأما رواية مع كل وضوء فقد أخرجها مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة وأخرجها عنه أحمد والنسائي وسنده صحيح. إذن رواية زوجة إذن صحيح. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو مع كل وضوء. زوجة رواية صحيحة. قال ابن عبد الهادي في المحرر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لو sikuwa ni uzito ummati wangu ningewaamrisha kupiga mswaki pamoja na kila udhu. Jambo la mswaki ni jambo zuri, ni jambo la sunna. Mtume anasema asiwaku mataharatun lilfami marwatun lirabbi. Mswaki unasafisha mdomo na unamridhisha Allah. Allah anapenda watu wapige mswaki. Ni jambo la ibada, ni jambo la ibada, ni sunna. Mtu anapata thawabu akiwa na mswaki wake wa mti. Kila anataka kusoma Qur'ani anapiga mswaki, anapotaka kutawadha piga mswaki kidogo, anataka kuswali anapiga mswaki. Sio uchafu, ni sunna. Sio uchafu ni sunna, ni usafi. Sio uchafu, ni usafi. Ruwatuhu kulluhum a'immatun athbat. Ruwatu wa hadithi hii wote ni a'imma, ni maimamu, tena ni athbat. Mufradatul hadith laula, ile laula an ashqa, yaqulu laula harfu shartin wa ibtida, ni harfu ya sharti na ni harfu ya kuanzia. Wa hiya kalimatun li rabti intina'i thaniya liwujudi alula. Hili ni kalima la kufunganisha au la kuunganisha imtina'i thani, kukataa jambo la pili, liwujudi alula, kwa kupatikana lile la mwanzo. Lirabti imtina'i thaniya liwujudi alula, ni kalima ambalo linaunganisha kuzuilikana la pili kwa kupatikana la mwanzo. Mpaka lipatikane la mwanzo ndipo litazuilikana la pili. Walmaana huna laula makhafatu au laula makhafata an ashqa ala ummati la amartuhum amra ijab. Lau sikuogopea uzito kwa ummati wangu ningewaamrisha amri ya lazima ya kupiga mswaki. وهي مركبة من لو الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره ولا النافية. إنه لولا limepandanishwa kutokana lau inofahamisha ala intifai shay'i, kukanusha kitu, lintifai ghairihi, kwa kukanusha kitu kingine. Halafu wala nafia, na la hiyo ya nafia, kukanusha lau la. Fadalla alhadithu ala intifai al-amri lithubuti al-mashaqqa. Kwa hadithi hii inafahamisha kukanushika hiyo amri kwa kuthubutu uzito wa umma kupiga mswaki. Fadalla alhadithu ala intifai al-amri lithubuti al-mashaqqa. Kwa hadithi inafahamisha kwamba kukanushika amri ya kupiga mswaki kwa kuthubutu uzito.
wala budda laha min jawab, na lazima iwe na jawabu hiyo laula lazima iwe na jawab madhkurin au muqaddam, jawabu iwe imetajwa au imekadiriwa. Idha dalla alayhi dalilun, ikifahamisha juu yake dalili. Wa takthuru lamu fi jawabiha, na inakithiri lamu katika jawabu lake, kama hiyo la amartuhu. Takthuru lamu fi jawabi laula, jo hiyo la amartuhum bisiwaki. An ni masdaria, laula an ashqa, hiyo an ni masdaria, wa hiya wa ma dakhalat alayhi fi mahalli raf'in ala al-ibtida, wa hiya wa ma dakhalat alayhi fi mahalli raf'in ala al-ibtida, wal khabaru mahdhufun, khabari yake mahdhuf, wa taqdiru laula makhafatu al-mashaqqati ala ummati, ndio takdiri yake. ويجوز أن يكون مرفوعا بفعل محذوف، والتقدير لولا خيفة المشقة، لولا خيفة المشقة، لو سيكوغوبي وأزيتو. هذه مسألة يا قواعد نحوية. الشق بكسر الشين الجهد والمشقة، الشق بكسر الشين الجهد والمشقة نقول أزيتو نتعب، كما قال تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. هي بشق هذا أنا فصيلي إلى اسبقوا ووزيتو ديو بشق الأنفس. لأمرتهم، هذا جواب لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، هي لأمرتهم لجواب لولا. السواك بكسر السين وفتح الواو، السواك بعدها ألف فكاف كشا كاف، السواك أي باستعمال السواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أي باستعمال السواك، نيجوامرشا وتميه مسواك، لأن السواك آلة، sababu siwak ni kile kitu cha kupigia, ndio asiwak. Sasa hii ina maana ningewaamrisha watumie mswaki. Kala lianna siwaka ala, sababu mswaki ni ile ala ya kupigia, kama ni brashi, kama ni huo mswaku ya mti. Wasayati bayanuhu fi mawdhihi insha Allah, utakuja uwazi wake katika mahali pake insha Allah taala. Ma yukhadhu min alhadith, faida za hadithi hii. Alfaida alula